Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali gani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari niweze kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Waislamu wa Somoku mkoani Singida waomba kushikwa mkono kufanikisha ujenzi wa kituo cha elimu ya dini. Mkandarasi utekelezaji wa mradi wa kufikisha umeme katika vitongoji 371 mkoani Mara atakiwa kuzingatia mkataba. Katika habari za kimataifa, kimbunga Gezani chapiga mji wa bandari wa Toamasina pwani ya mashariki mwa Madagascar na kupelekea vifo vya watu wasiopungua 20 na kujeruhi wengine 33. Naam, mtazamaji, awali ya yote ni kukumbushe mbali na kuifuatilia taarifa hii ya habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam TV, lakini pia unaweza kuyapata matangazo haya kupitia akaunti ya YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel, mbali na hivyo kupitia Azam Max app. Tuanze habari za kitaifa kutoka mkoani Singida. Mwalimu wa somo la elimu ya dini ya Kiislamu ADK katika shule za msingi mkoani Singida, Mwalimu Asha Khamis, mkazi wa mtaa Somoku, kata ya Mangumaji mkoani humo, amewaomba Waislamu na wadau mbalimbali kuweza kusaidia kufanikisha ununuzi wa kiwanja chenye ukubwa wa ekari 1 ili kujenga madrasa na kituo cha elimu ya dini kwa watoto wa eneo hilo. Taarifa kamili kutoka mkoani Singida anasimulia Ramadhan Idi. Kwa sasa madrasa hiyo inaendeshwa nyumbani kwake, ambapo hutoa darasa mbalimbali kwa watoto, mabinti pamoja na kina mama wa mtaa wa Somoku na maeneo jirani. Tuko hapa ndo madrasa yetu kama mnavyotuona hapa. Tumemaliza mwaka, aliyakuwa tunasomea hapa, tukikutwa na mvua tunaingia ndani hapo tunabanana. Aliyakuwa tunaendelea kusoma hivi hivi, mara nyingi tunapata shida, tunakutwa na mvua tunajibana kusoma. Anaeleza kuwa alianza kufundisha idadi ndogo ya wanafunzi. Kadri siku zinavyokuwa zinasonga mbele, idadi ya wanafunzi iliongezeka na changamoto ya miundombinu nayo ikajitokeza. Baada ya kukutana na changamoto, nikiwa nafundisha ADK shule ya msingi, nilifika darasani hapo darasa la 7. Nataka kufundisha, kwanza kabisa nikaanza kuwauliza wanafunzi wangapi wamehifadhi juzu ama. Hakuna hata mmoja aliyepatikana kwamba amehifadhi hata mmoja. Nikakaa muda kidogo, nikawaambia wanakuja kusoma nyumbani. Baada ya kuja kuanza kusoma wakazidi kuwa wengi, ndipo pale tulipowaita wazee wa mtaa na kuwaeleza wanafunzi wameshakuwa wengi, tunatakiwa tufunguliwe walau chuo ili waendelee kusoma kwa uhuru zaidi. Mumewe Athmani Chula, ambaye ni nguzo muhimu katika uendeshaji wa madrasa hiyo, anasema tayari umefanikiwa kupata kiwanja kinachofaa kwa ajili ya ujenzi, lakini kinahitaji kulipiwa ili kuruhusu mchakato wa ujenzi kuanza. Mpaka sasa hivi bado tunatafuta wadau watusaidie kwa ajili ya kununua ile eneo. Tukinunua ile eneo wakutusaidia, akipatikana hata mmoja wapo akisema bwana milioni 5 kitu gani bwana, mimi naleta, huyu mwenye eneo liko wapi, basi inshallah. Sambamba na hilo, juhudi mbalimbali zinaendelea kufanyika ikiwemo harambee kwa lengo la kukusanya kiasi cha shilingi milioni 5 zitakazowezesha ununuzi wa kiwanja hicho. Lengo kuu la kukusanyika hapa
ni kwa ajili ya kutafuta kupata fedha ambazo zitapelekea kukomboa kiwanja hichi ambacho kinatakiwa ipatikane takribani 3.5 milioni ili kuweza kukamilisha 5 milioni tuweze kukomboa kiwanja hichi, ambacho makusudio ya kiwanja hichi ni kujenga msikiti na chuo cha madrasa ambacho kitasomwa wanafunzi wa hapa eneo hili la Somoku, watasoma watoto wetu na kina mama pia, ili tupate elimu ya Mungu, watu wapate kumjua Mwenyezi Mungu na hatimaye tupate kuongoka kwa ujumla wetu. Ili kuunga mkono harakati za Uislamu wa Somoku, unaweza kuwasiliana ama kutuma mchango wako kupitia nambari 0684411124 ama 0683514588. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Singida, Ramadhan Idi Limu wa Mahazin TV. Asante sana Ramadhan Idi kwa undani wa taarifa hiyo kutoka mkoani Singida. Mtazamaji, tunatoka kanda ya kati na tunarejea kanda ya ziwa kutoka huko mkoani Mara. Wakala wa nishati vijijini REA umemtaka mkandarasi anayetekeleza mradi wa kufikisha umeme katika vitongoji 371 katika wilaya 6 za mkoa wa Mara kuhakikisha anatekeleza kazi hiyo kwa mujibu wa mkataba ili kufikia malengo ya serikali kuhakikisha umeme unafika kwenye vitongoji vyote vilivyobakia nchini ambapo bado havina huduma hiyo hadi ifikapo mwaka 2030. Taarifa kutoka mkoani Mara inasimuliwa na Hilal Sefuriami kutoka hapa studio. Ameyasema hayo meneja miradi wa REA kanda ya ziwa mhandisi Ernest Mkale wakati akimtambulisha mkandarasi wa kampuni ya Namis kwa mkuu wa mkoa wa Mara kwenda kutekeleza mradi wa kufikisha umeme katika vitongoji 371. Mhandisi Mkale amesema mkandarasi atajenga miundombinu ya mashine ya umba yani transformer 371 na kuunganisha umeme kwa wateja wa awali 11,940. Mradi ni wa miaka mitatu. Mkataba wetu ulisainiwa rasmi tarehe 17 mwezi wa kwanza mwaka 2026. Lakini baada ya usainiwa unakuwa effective baada ya siku 14. Kwa tarehe 31 mwezi Januari mkandarasi tumeanza kumhesabia miaka yake mitatu. Tunategemea tarehe 30 mwezi Januari mwaka 2029 kazi zote za ujenzi wa miundombinu kuunganisha wateja ziwe zimekamilika. Pia katika swala hili wananchi waanze kujiandaa, sababu changamoto ambayo huwa tunakutana nayo, miundombinu inapelekwa, wananchi wanasuasua kuomba umeme, na changamoto huwa ni kufanya wire. Akimpokea mkandarasi huyo, mkuu wa mkoa wa Mara Kanali Evans Mtambi amewaagiza wakuu wa wilaya zote 6 za mkoa huo kuchukua hatua kali za kisheria dhidi ya watu watakayebainika kuharibu miundombinu ya mradi huo. Wale wahalifu ambao wamekuwa nyakati nyingine kwa kushawishiwa au kwa kutofahamu au kwa ujinga au kwa tabia tu, mimi wanasema huwa wanajitoa ufahamu, wanahujumu miundombinu hii muhimu. Nitoe onyo kwao kwamba wasithubutu asilani kufanya uharibifu huo katika mkoa wa Mara. Hakika tutawakamata, na tukiwakamata watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kwa upande wake, mkandarasi anayekwenda kutekeleza mradi huo kufikisha umeme katika vitongoji 371 ukitazamiwa kuchechemua uchumi wa maeneo hayo, ametoa ombi kwa ofisi ya mkuu wa mkoa. Tunauzoefu sana miradi hii ya REA, unapataga changamoto kidogo kwenye hasa kwenye wizi wa vifaa. Tulikuwa tunaomba mkuu wa mkoa pamoja na timu yake tusaidie sana kupitia kushirikiana na watu wa viongozi wa vijiji ili waweze kulinda miundombinu. Ambayo cha pili tukawa tunaomba sana unakuta wateja mmemaliza mradi, mmefanya vizuri, mshakamilisha, lakini kwenye uungaji wa umeme unakuta wateja wanachelewa sana kulipia. Kwa hiyo tukaomba kuhamasisha ili tunapomaliza kufunga transformer tu wananchi waweze kulipia na tuunganishe umeme. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mara. Mtazamaji, tunaelekea mkoani Njombe tukitazama taarifa inayosema mkuu wa mkoa wa Njombe Anthony Mtaka amewataka watendaji wa serikali wanaohusika na utunzaji wa kumbukumbu kutoa huduma bora kwa kuzingatia misingi ya maadili ya utumishi wa umma kwa kutunza siri za serikali ili kuendelea kuimarisha amani na usalama wa taifa.
Taarifa kutoka mkoani Njombe inasimuliwa na Zuberi Mgaya kutoka hapa studio. Akimwakilisha RC Mtaka, mkuu wa wilaya ya Njombe Juma Sweda ametoa agizo hilo wakati akizungumza na watendaji hao wanaohusika na utunzaji wa kumbukumbu za serikali katika kikao kazi na mafunzo maalum yanayowajengea uwezo ambayo yanafanyika kitaifa mkoani humo. Ukiona serikali ina nguvu, kumbukumbu ujue kumbukumbu zake zimehifadhiwa vizuri ipasavyo. Napenda mtambue kuwa ulinzi wa amani na usalama wa nchi yetu unategemea uhifadhi wa siri katika kumbukumbu zetu. Kwa hiyo kazi mnayofanya ya kuhifadhi na kusimamia kumbukumbu ni nguzo ya uwajibikaji, uadilifu na maendeleo ya nchi yetu. Wanapowapongeza sana kwa uaminifu na uzalendo wenu, mjue kwamba mna mchango mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba nchi yetu inayo utulivu. Aidha, DC Sweda amesema mbali na changamoto za maendeleo ya teknolojia, lakini watendaji hao wanatakiwa kuwa mstari wa mbele kuhakikisha siri za serikali zinalindwa kuendana na mabadiliko hayo. Najua mnazo changamoto nyingi, wakati mwingine mnazipitia kwa sababu pia ya mabadiliko ya utandawazi tulionayo, changamoto tulizo nazo za utandawazi. Uhifadhi wa kumbukumbu katika dunia yenye utandawazi ambayo teknolojia yake sasa imebadilika sana. Kumbukumbu sasa hivi unaweza kuona zinadukuliwa, kumbukumbu zinaibiwa, lakini wakati mwingine kumbukumbu zinauzwa. Ninyi hapo wenye dhamana kubwa ambayo umepewa na serikali. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama cha management ya kumbukumbu na nyaraka Tanzania, Drampa B. Devota Mrope, amesema ili taifa liendelee kupiga hatua za maendeleo na kutunza amani, lazima kuhakikisha siri zote za serikali zinalindwa. Siri za serikali ni tunu muhimu sana katika utekelezaji wa maendeleo na ulinzi wa taifa hili. Kwa kutambua hilo, Drampa tumeandaa mafunzo mahususi kabisa ya namna bora ya kuhifadhi kumbukumbu na kutunza siri za serikali. Umuhimu wa kuhifadhi kumbukumbu na kutunza siri ili kuendelea kulinda usalama wa taifa hili. Ni wajibu wetu kama serikali kuwajengea uwezo mara kwa mara, kwa sababu tunafahamu mtu anajisahau katika majukumu yake, si tu katika kazi, hata katika maisha ya kawaida. Kwa hiyo tunapowakumbusha mara kwa mara, tunawasaidia na kuwawezesha kuendelea kutoa huduma bora kwa wananchi, ambao ndio lengo kuu la serikali. Kama taarifa za serikali ni sawa sawa na taarifa za siri za mtu binafsi ndani ya familia, zinahitaji kutunzwa. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Njombe. Mtazamaji, tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa, na sasa ni kanda ya magharibi kutoka huko mkoani Katavi. Jumla ya miche 10,000 ya miti ya mibombo imepandwa katika kijiji cha Kasekese mkoani Katavi kwa lengo la kulinda na kuhifadhi kingo za mto Mpanda pamoja na kurejesha uoto wa asili uliokuwa umeathirika kutokana na shughuli za kibinadamu na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Taarifa kutoka mkoani Katavi inasimuliwa hapa studio na Hilal Sefuria. Upandaji wa miti unalenga kupunguza mmomonyoko wa udongo kwa kuimarisha kingo za mto ili ziwe imara na kusaidia kuongeza uhifadhi wa maji. Zoezi hilo likitaraji pia kufanyika katika vijiji vingine viwili vya Kampuni na Kabwaga. Mwanzo wa asali za mto huu ulikuwa ni mmomonyoko wa udongo. Yaani mto ulikuwa unaharibika sana kwa ajili ya maji. Kwa hiyo hapa tupo kama vile tunadhibiti mto wetu usiendelee kuharibika. Tumeitikia kwa wingi kwa maana tunatamani na sisi mazingira yetu yawe safi na mmomonyoko kwa ajili ya mto usio unaendelea. Miche hiyo imepandwa ndani ya umbali wa mita 60 kutoka kwenye vyanzo vya maji kwa kuzingatia kanuni za uhifadhi wa mazingira. Jukumu kubwa la wananchi likibaki kuitunza na kuilinda, kuhakikisha inaleta matokeo yanayokusudiwa. Tuko hapa leo kwenye zoezi hili la upandaji miti kwenye mita 60 ambalo zoezi hili lipo kisheria, na mimi pamoja na serikali yangu na wajumbe wa serikali ya vijiji pamoja na wananchi tutahakikisha tunalinda miti hii ili isiweze kuharibika. Tutahakikisha tunaweka ulinzi imara, lakini vile vile tutaweka mabango ambayo yatakuwepo kwenye mita 60 huko pembeni ili mwananchi anapopita aangalie yale mabango.
Waratibu wa zoezi hilo, shirika lisilo la kiserikali la SNV, kupitia kwa mshauri wa usimamizi wa rasilimali wa taasisi hiyo Sigen Lusumo, amesema lengo ni kuhakikisha mto Mpanda unatunzwa, unalindwa na unaendelezwa ili kuhifadhi viumbe hai waliopo majini pamoja na kuwawezesha wananchi kupata maji safi na salama wakati wote. Kwa lengo letu kubwa ni kuhakikisha kwamba mto Mpanda unatunzwa na unalindwa na unaendelezwa, kwa maana ya kwamba kulinda viumbe hai walioko majini na wananchi waweze kupata maji safi na salama, na mmomonyoko wa ardhi kwa maana ya kulinda kingo za mto ziendelee kutunzwa. Kubwa ni kwamba wananchi waweze kusimamia na kuitunza hii miti iweze kuhudumia sasa na baadaye, na kingo hizi kama mnavyoona ziweze kuendelea kukaa vizuri, kwa sababu mwanzo miaka 5 iliyopita kingo hazikuwa hivi, zimelika sana kwa sababu ya mabadiliko ya tabia nchi na mvua kuongezeka. Ndio maana tuko hapa kama Sustainable kufanya kazi na serikali. Naam, mtazamaji, ni Nuhu Stima huyo ambaye ameeleza undani wa taarifa hii, na si Hilal Sefuriami kama ambavyo nimekufahamisha hapo awali. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi, na tupa fursa ya kuvuka maji hadi visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu kutoka kisiwani Unguja. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amelitaka jeshi la polisi nchini kutumia kitengo cha makosa ya kimtandao cha jeshi hilo kudhibiti matukio ya uhalifu dhidi ya mitandao, ikiwemo utapeli na vitendo vya uvunjifu wa maadili vinavyokwenda kinyume na tamaduni za nchi. Taarifa kamili anasimulia Hilal Sefuriami. Akizungumza na maafisa wakaguzi na askari wa vyeo mbalimbali wa mikoa mitatu ya Unguja, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema pamoja na jitihada kubwa zinazofanywa kupambana na vitendo vya uhalifu wa kimtandao, ameliagiza jeshi la polisi kuongeza jitihada katika kudhibiti matukio hayo. Mitandao ya kijamii ni eneo zuri kama itatumika vizuri. Ikiwa matumizi yake yatakuwa hasi, jamii ndiyo itaangamia. Kisha matumizi ya teknolojia yanakuwa sahihi. Yawe sahihi kimaadili, yawe sahihi katika mifumo ya utekelezaji na utendaji. Nyinyi wote ni mashahidi. Katika nchi nyingi leo duniani ukifuatilia kwenye mtandao, maasi, machafuko na vurugu nyingi zilizotokea kwenye nchi nyingi, na hata kufikia hatua ya kupoteza amani, hatua ya kupoteza rasilimali za nchi, hatua ya kupoteza mali za raia, hatua ya kupoteza maisha au kupoteza viungo na kwa watu kupata ulemavu au taifa kukosa amani, imeanzia kwa sehemu kubwa kwenye mifumo ya social media, kwa maana ya mitandao ya kijamii na teknolojia ya kisasa. Aidha, waziri Katambi amesema serikali itaendelea kuliwezesha jeshi la polisi, ikiwemo kuwapa vitendea kazi vya kisasa na vya kutosha ili kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa weledi mkubwa. IGP ambaye ndiye msimamizi wa jeshi la polisi na pamoja na makamishina wake wote wamejikita katika kuhakikisha wanatengeneza fursa za askari wetu kwenda kufanya mafunzo, lakini pia kuongeza weledi wa kitaaluma, kiujuzi na kiubobevu, kuweza kuhakikisha tunakabiliana na changamoto za kisasa za kiuhalifu. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo kutoka visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa buluu, kwa mara nyingine tena tunarejea Tanzania bara kutoka huko mkoani Kigoma. Katika hatua kukabiliana na changamoto na mapungufu mbalimbali ya kilishe kwa wananchi, halmashauri ya manispaa Kigoma Ujiji mkoani Kigoma imepokea mashine 2 za kuongeza virutubisho kwenye chakula kutoka Wizara ya Afya. Moja ya mashine hiyo imefungwa katika soko la Buzebazeba ili kuwahudumia wananchi bure, hatua inayolenga kukinga miili kwa mapungufu mbalimbali ya kilishe. Virutubisho vinavyoongezwa katika vyakula ni pamoja na vitamini B, madini chuma, zinki na asidi ya foliki yanayofaa katika kuongeza damu mwilini, kuepusha kuzaliwa kwa watoto wenye vichwa vikubwa, macho madogo, mgongo wazi, upofu, goita na ukuaji hafifu. Mashine hii tumepokea kutoka Wizara ya Afya, lakini tumeifunga kwa mfanyabiashara kwa sababu mfanyabiashara huyu ndio ambaye anatoa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo uwepo wa mashine hii hautabadilisha au kuongeza gharama katika usafi. Kwa mantiki hiyo au kwa maelezo niliyotoa, manake uwekaji wa virutubishi hivi kwenye unga wa mahindi ya wateja wetu ni bure kabisa, hakuna gharama yoyote. Gharama utakayoitoa hapa ni ile ya uendeshaji kama zamani, lakini virutubishi ni bure kabisa. Mkurugenzi wa manispaa ameshalipia bila gharama yoyote. Kwako ndugu mwananchi, naomba wewe ufike hapa kwa ajili ya kuja kupata huduma hii. Aidha, mashine nyingine kama hiyo inatarajiwa kufungwa katika shule ya sekondari Kigoma ili kuongeza virutubisho kinga kwenye vyakula vya wanafunzi,
wito ukitolewa kwa wananchi kujitokeza kuongeza virutubisho kinga ambavyo ni muhimu kwa afya. Nataka kila kata iwe na angalau na mashine moja. Lakini faida ya virutubishi hivi ambavyo tunaviweka hapa ni tunasema kama ni virutubishi kinga kwa sababu ya kuepusha matatizo ya kilishe kwa binadamu. Hii sio kwa watoto peke yake au mama wajawazito peke yake au wazee peke yake. Ni kwa rika la watu wote. Naomba niwaombe na niwashauri kwamba mje msage hapa kwa maktaba. Ila virutubishi hivi ni bure. Uje upate huduma hii kwa ajili ya kujikinga wewe pamoja na ndugu yako au familia yako. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma ndio tamati ya Kapu la Habari kwa habari za kitaifa. Napoza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari za kimataifa. Endelea kubaki nami. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji wa Mahasin TV kwa kuendelea kwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Islam. Na sasa mtazamaji, ni wakati wake Zuberi Mga Nuhu Stima kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji wa Mahasin TV, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Kimbunga cha tropiki cha Gezani kimepiga mji wa bandari wa Toamasina uliopo kwenye pwani ya mashariki mwa Madagascar na kuua watu wasiopungua 20 na kujeruhi wengine 33 katika jiji la pili kwa ukubwa kwenye kisiwa hicho cha bahari ya Hindi, huku mvua kali na upepo vikisababisha uharibifu mkubwa. Ofisi ya usimamizi wa maafa ya Madagascar imesema watu 33 wamejeruhiwa na wakazi wasiopungua 1500 wamehamishwa katika wilaya karibu na mji huo baada ya kimbunga kupiga eneo hilo usiku wa kuamkia Februari 11, 2026. Wakazi kadhaa wa maeneo hayo ya Toamasina wameelezea athari ya kimbunga hicho wakisema kuwa hawajawahi kuhisi upepo mkali kiasi hicho na milango ya madirisha imeharibiwa. Kwa mujibu wa ofisi ya masuala ya kibinadamu ya Umoja wa Mataifa, hicho kilikuwa kimbunga cha pili kuikumba Madagascar mwaka huu, siku 10 baada ya kimbunga cha tropiki Fitia kuua watu 14 na kusababisha zaidi ya 31,000 kuhama makazi yao. Kwingineko, waziri wa mambo ya nje wa Ethiopia Gideon Timotheus ametoa wito wa kuwepo kwa Afrika yenye nguvu na mshikamano zaidi ili kulilinda bara hilo dhidi ya hatua za unyanyasaji na ukandamizaji wa pande za kigeni. Ameyasema hayo katika kikao cha kawaida cha 48 cha Baraza la Utendaji la Umoja wa Mataifa AU katika mji mkuu wa Ethiopia Addis Ababa, wakati akihutubia wajumbe wa kikao hicho, ambapo waziri huyo amesisitiza kuwa Umoja wa Afrika unapaswa kuwa wa kweli ikiwa bara hilo litataka kulinda maslahi yake katika mazingira tata ya sasa duniani, ambapo ushirikiano wa kibiashara na kiuchumi unazongwa na masuala ya kisiasa na kiusalama. Aidha, amezungumzia pia mashinikizo ya ndani akieleza kuwa kuingia madarakani serikali kinyume na katiba katika nchi kadhaa za Afrika kunaendelea kubomoa misingi ya Umoja wa Afrika na kudhoofisha amani na usalama katika bara zima. Mawaziri wa mambo ya nje wa barani Afrika wanakutana Addis Ababa kama sehemu ya maandalizi ya mkutano wa kilele wa viongozi wa Umoja wa Afrika AU uliopangwa kufanyika Februari 14 hadi 15,
ambapo mkutano wa mwaka huu utafanyika chini ya mada inayosema kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na mifumo ya usafi wa mazingira ili kufikia malengo ya ajenda ya 2063. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China ametoa mjibizo kwa madai ya Marekani kwamba nchi hiyo ilifanya jaribio la nyuklia mnamo mwaka 2020 na kusisitiza kuwa Marekani ndio chanzo kikubwa zaidi cha kuvurugika kwa nidhamu ya nyuklia duniani na utulivu wa kimkakati wa kimataifa. Lin Jian ameeleza katika mkutano na waandishi wa habari kuwa madai ya Washington kwamba Beijing ilifanya jaribio la nyuklia mwaka 2020 hayana msingi wowote, na akabainisha kwa kutoa madai kama hayo kwa kusema Marekani itatafuta njia za kuhalalisha hatua yake ya kufufua mpango wake wa kufanya majaribio ya nyuklia. Aidha, amesema Marekani imekuwa kila mara ikipotosha na kuitangaza kwa ubaya sera ya nyuklia ya China na kufafanua kwamba madai hayo ni hatua ya kisiasa ya kudumisha uwezo wa juu wa nyuklia wa Washington na kukwepa kutimiza wajibu wake wa kupunguza silaha za nyuklia. Hapo awali Marekani ilishaituhumu Beijing kwamba mnamo mwaka 2020 ilifanya jaribio la nyuklia kwa siri na kutaka uanzishwe mkataba mpya na mpana zaidi wa udhibiti wa silaha ambapo mbali na Urusi utaijumuisha China pia. Hata hivyo, tuhuma ambazo Washington ilitoa katika mkutano wa kimataifa wa upokonyaji silaha zilidhihirisha uwepo wa mvutano mkubwa kati ya Marekani na China katika kipindi nyeti na hasa kuhusiana na udhibiti wa silaha za nyuklia. Nuhu Stima, Mahasin TV. Na asante sana Nuhu Stima kwa wale ambao umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari za kimataifa. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha kapu la habari kwa siku ya leo, tuangazie mukhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Waislamu wa Somoku mkoani Singida waomba kushikwa mkono kufanikisha ujenzi wa kituo cha elimu ya dini. Mkandarasi utekelezaji wa mradi wa kufikisha umeme katika vitongoji 371 mkoani Mara atakiwa kuzingatia mkataba. Katika habari za kimataifa, kimbunga Gezani chapiga mji wa bandari wa Toamasina pwani ya mashariki mwa Madagascar na kupelekea vifo vya watu wasiopungua 20 na kujeruhi wengine 33. Na mtazamaji, kwa nukta hiyo ndio tamati ya kapu la habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah muda na wakati kama huu. Kwa niaba ya wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha kapu la habari, mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Nuhu Stima, na kuacha na utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo kama ambavyo unaletwa kwenu na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA. Wabillahi tawfiq, wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Ni siku nyingine tena mpenzi mtazamaji, na nikukaribishe katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 usiku. Kutoka mamlaka ya hewa, tafadhali ungana nami Ramadhani Umari. Mifumo ya anga inaendelea kuonyesha viashiria vya uwepo wa mvua katika baadhi ya maeneo hapa nchini, hususan yale ya magharibi mwa nchi yetu kati kuelekea kusini mwa nchi. Na kwa usiku wa leo, maeneo nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mikoa ya Ruvuma pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua katika maeneo machache. Na maeneo mengine yaliyosalia yanatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na makavu kwa ujumla. Na kwa siku ya kesho, maeneo yanazunguka Ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, kati nyanda juu kusini magharibi, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mikoa ya Ruvuma, Lindi pamoja na Mtwara kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa maeneo nyanda juu kaskazini mashariki pamoja na pwani yetu ya kaskazini ikihusisha kaskazini mwa mkoa wa Morogoro kunatarajiwa kuwa na hali ya kiasi na vipindi vya jua. Na mifumo upepo inaonyesha upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo ya ukanda wote wa pwani ya bahari ya Hindi. Hali ya bahari inatarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kwa maeneo ya Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Rukwa pamoja na Ziwa Nyasa, upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa. Na hali ya ziwa inatarajiwa kuwa na mawimbi madogo. Na hali ya hewa kwa siku 4 zijazo ni kama ifuatavyo. Kwa mkoa wa Dar es Salaam tunatarajia hali ya kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua. Kwa mkoa wa Dodoma tunatarajia hali ya kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Kwa mkoa wa Mwanza pia tunatarajia hali ya kiasi mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Kilimanjaro tunatarajia hali ya kiasi mvua katika maeneo machache pamoja na ngurumo.
Kwa mkoa wa Mbeya tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Mkoa wa Morogoro tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo katika maeneo machache. Na mkoa wa Arusha tunatarajia hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache pamoja na ngurumo. Na mpaka kufikia hapo, kutoka mamlaka ya hewa tuna ziada. Asante kwa kuwa nami na nikuage kwa heri. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.